tunaposherehekea sikukuu ya wafanyakazi, kila mmoja bebe wajibu ndani ya moyo wake kwamba sisi ni watu ambao tunabeba taswira ya serikali. Mfanyakazi mwenzetu mmoja tu anaweza kuharibu kabisa mnyororo wa taswira ya serikali na serikali yetu ikashindwa kupendwa. Sasa hapa watumishi wote tulioko hapa, kila mmoja ajiulize swali: kwa nini sisi tuko hapa tunaitwa wafanyakazi, na kwa nini sisi sio wafanyabiashara? Lakini kila mmoja ajiulize hapa, kwa nini tunapozungumzia uchumi na watu wanaomiliki uchumi, watu wa haraka huwa tunawalenga wafanyabiashara? Maana yake ni kwamba wafanyakazi, pamoja na kwamba tunapewa mishahara, lakini kazi yetu ni ya kujitoa zaidi kuliko jambo lolote. Kwa hiyo naomba sana wafanyakazi wote wa umma mlioko hapa tuendelee kufanya kazi kwa kujitoa, huku tukiamini kwamba tunafanya kazi ya umma yenye maslahi mapana kwa taifa, pengine hata sio maslahi kwetu wenyewe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili, nafahamu pia leo wapo wafanyakazi wachache watakaowakilisha wengi ambao wamejitokeza kuwa vinara wa kazi nzuri katika taasisi zao. Mwaka jana niliziona ahadi watapewa. Mwaka huu na muda huu sitapokea neno ahadi. Kwa mfanyakazi yoyote atakayeitwa, kama napewa hela apewe. Na nilisema huu sio mwaka na wajibu na wa kuwapa watu vyeti. Vyeti vinatosha. Mavyeti ya kuonesha ubaoni yanatosha. Maisha ya sasa yanataka pesa. Kwa hiyo mimi naendelea kushauri kwamba kwa wale ambao mmewaandalia zawadi watumishi wetu, kama mmeandaa cheti safi, lakini cheti kitupu sio safi, na kama mmeandaa fedha safi hata bila cheti safi. Shirikisho la vyama huru vya wafanyakazi TUCTA mkoa wa Dar es Salaam pamoja na wafanyakazi wote tuna imani sana na serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo inawapenda wafanyakazi na imekuwa ikitenda haki kwa wafanyakazi ambao tuna imani kuwa mwaka huu wa 2025 haitatuacha wafanyakazi kama tulivyokuwa. Pamoja na pongezi hizo, wafanyakazi wa mkoa wa Dar es Salaam tunazo changamoto kadhaa ambazo tunaziwasilisha kwako kwa lengo la kufanya ufuatiliaji wa karibu na kuzifikisha kwa mamlaka husika. Moja, kupandisha mishahara ya watumishi na ulinganifu wa mishahara kati ya kada moja na nyingine. Ndugu mgeni rasmi, serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imejitahidi kiasi kupandisha mishahara ya watumishi wa umma. Tunaipongeza kwa hatua hiyo, japo kiasi kilichoongezwa ni kidogo ukilinganisha na hali ya mfumuko wa bei wa kupanda pamoja na bei za gharama za maisha kuongezeka. Ongezeko la mshahara kwa watumishi linahitajika, lakini pia serikali itoe tamko la kuongeza mishahara kupitia bodi ya mishahara kwa sekta binafsi, hasa kupandisha kima cha chini cha mshahara ambacho kwa kipindi cha miaka 9 kilikuwa hakijapandishwa. Licha ya tangazo hilo na amri ya kima cha chini cha mshahara, ni vyema kima hicho cha mshahara kikazingatia uhalisia. Rai yetu ni kuwa bodi ya kima cha chini cha mshahara kupitia kamati inayoendelea kukusanya maoni ifanye tathmini ya kina na kuja na uhalisia wa mapendekezo ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi chenye uhalisia. 2, punguzo la kodi katika mishahara na marupurupu mengine. Ndugu mgeni rasmi, kodi katika mishahara ya wafanyakazi ni mjeredi mwingine kwetu sisi wafanyakazi wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunashukuru serikali kwa kushirikisha vyama vya wafanyakazi kutoa maoni kwenye tume ya maboresho ya kodi iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo tunaomba maoni tuliyowasilisha sisi vyama vya wafanyakazi katika mkoa wa Dar es Salaam yazingatiwe. Kodi kubwa kwenye mishahara ya wafanyakazi ziangaliwe upya, kwani ni sawa na kumpatia mshahara kwa mkono wa kulia na kumnyang'anya kwa mkono wa kushoto. 3, mfuko wa taifa wa bima ya afya wajifanyie tathmini juu ya swala za vitita mbalimbali vya matibabu. Ndugu mgeni rasmi,
kumekuwa na taharuki kwa wafanyakazi kusumbuliwa kutokana na mabadiliko ya vifurushi vya bima ya afya kupunguzwa. Kimsingi, tunaishukuru serikali na tunaikubali nia njema ya serikali ya kupunguza vifurushi vya bima ya afya. Mabadiliko haya yamekuwa na usumbufu mkubwa kwa watumishi kwa kuwa hayakuwashirikisha vyema wafanyakazi, kwani wafanyakazi wamekuwa wakienda kwenye matibabu hasa kwenye hospitali za rufaa ambapo wanakutana na mkwamo wa matibabu. Aidha, wagonjwa kuambiwa matibabu husika hayako kwenye bima na mfanyakazi kutakiwa kuongeza gharama za matibabu. Hivyo, usumbufu huu kwa wafanyakazi unazorotesha morali ya wafanyakazi katika kuitumikia nchi yetu. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake cha miaka minne ameendelea kuifungua nchi yetu, ameendelea kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwaka kimaendeleo, kiuchumi, kielimu, kiafya na miundombinu. Na mkiangalia hapa upande huu tunaona haya magorofa mengi hapa yanaitwa Samia Scheme. Ujenzi wake umeanza tu mwaka jana na sasa hivi yanaenda kwenye ukamilifu. Huu ni mfano mdogo wa kazi kubwa zinazofanywa na mama yetu na kipenzi chetu, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpigie makofi mengi sana. Na anafahamu, na sisi sote tunafahamu, mafanikio haya pia ni kutokana na kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi wa utumishi wa umma na sekta binafsi. Kwa ujenzi huu na miundombinu mingine na miradi mingine yote na uchumi na huduma ni kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi. Nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wafanyakazi wote kwa kazi kubwa ambazo mnazofanya na niomba tujipigie makofi mengi sana.